itakabiliwa na ushuru wa 25% katika kufanya biashara na Marekani. Somalia imesitisha makubaliano na ushirikiano na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, ikishtumu eneo hilo la Ghuba kwa vitendo vya uhasama. Viwanjani, Manchester United wafikia makubaliano kumteua Michael Carrick kama meneja wa muda na Alonso aondoka Real Madrid baada ya miezi 8. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa za habari na Misabela Mwagodi. Mamlaka nchini Uganda imeamuru mtandao wa internet kuzimwa kabla ya uchaguzi wa Alhamisi. Wamedai hatua yao imetokana na haja ya kulinda usalama wa umma na kuzuia kuenea kwa habari potovu. Hapo awali serikali walikana kulikuwepo na mpango wa kuzima mtandao wakati wa upigaji kura, jambo ambalo tayari limetiliwa shaka. Kampeni zimekumbwa na ghasia na vitisho, huku waangalizi wa kimataifa wakielezea kuongezeka kwa ukandamizaji. Mamia wafuasi wa upinzani wameripotiwa kukamatwa. Rais Yoweri Museveni amefanya mkutano wake wa mwisho wa uchaguzi leo, huku wanahabari wa kimataifa wakitatizwa wasiweze kuingia ukumbini. Kiongozi mkuu wa upinzani Bobi Wine alifanya mkutano wake wa mwisho siku ya Jumatatu. Taswira ya wazi sasa inajitokeza kuhusu kiwango kikubwa cha ukandamizaji wa vikosi vya usalama vya Iran dhidi ya waandamanaji baada ya raia wa Iran kupata fursa kuwasiliana na ulimwengu wa nje. Mashahidi wanasema huenda idadi ya waathiriwa ikawa zaidi ya 2,000. Taarifa zaidi na Nasteha Mohamed. Licha ya kwamba bado mtandao haujafunguliwa kabisa, video zaidi za ghasia hizo zinaibuka. Maandamano ya vikundi vidogo yanaripotiwa kuendelea, ingawa vyombo vya habari vya serikali vinasema Jumatatu usiku ulikuwa shwari. Shirika la kutetea haki za binadamu linasema wimbi la watu kukamatwa limeendelea na kwamba kijana wa miaka 26 aliyezuiliwa Alhamisi iliyopita tayari amehukumiwa kifo na anatarajiwa kunyongwa siku ya Jumatano. Katika hatua ya kujibu ukandamizaji huo, Rais wa Marekani Donald Trump anasema nchi zinazofanya biashara na Iran zitakabiliwa na ongezeko la kiwango cha ushuru wa 25% kwa biashara wanazofanya Marekani. Umoja wa Mataifa unasema takriban watoto 100 huko Gaza wameuawa na wanajeshi wa Israel tangu kuanza kwa usitishaji vita katika ardhi ya Palestina miezi mitatu iliyopita. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema takriban mtoto mmoja huuawa kila siku katika mashambulizi ya anga na wanajeshi wa Israel. Msemaji wa shirika hilo James Elder alisema kuwa pamoja na kwamba mapatano yao yamepunguza kiasi cha mabomu ambayo yanatumiwa, hiyo haitoshi kwa sababu watoto wangali wanazikwa. Umoja wa Mataifa pia unasema angalau watoto 6 wa Gaza wamekufa katika wiki 2 zilizopita kwa sababu ya baridi. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Polisi nchini Nigeria wamesema zaidi ya watu 200 waliokuwa na silaha wanaotajwa kuwa majambazi nchini humo wameuawa katika operesheni ya usalama inayoendelea katika jimbo la kati la Kogi. Taarifa zaidi na Ahmed Bahaj. Jimbo la Kogi limezidi kukumbwa na ukosefu wa usalama kutokana na eneo hilo linalounganisha kaskazini na kusini mwa Nigeria kuwa na mandhari ya misitu minene na kuvutia makundi yenye silaha yanayoteka watu katika mipaka ya majimbo. Kamishna wa habari Kingsley Fano aliambia BBC ya kwamba kambi nyingi zimeharibiwa, huku watekaji nyara wakijaribu kuwatumia mateka kama ngao za binadamu ili kukwepa kukamatwa. Polisi wa jimbo hilo pia waliambia BBC kwamba washukiwa kadhaa, wengi wao wakiwa na majeraha ya risasi, wamekamatwa. Na bunge la wawakilishi la Marekani limeidhinisha kuongezwa kwa miaka 3 ya mkataba wa kibiashara wa AGOA na nchi za Afrika. Mpango wa AGOA wa biashara hutoa ruzuku kwa nchi za Afrika zilizochaguliwa kufanya biashara katika masoko ya Marekani bila kutozwa ushuru. Muda wa mkataba wa AGOA uliisha mwishoni wa mwaka jana. Huenda changamoto kubwa sasa ikatokea kwenye bunge la Seneti, ambapo masuala yanayohusiana na Afrika Kusini yanatarajiwa kujadiliwa. Utawala wa Trump umeishtumu serikali ya Afrika Kusini kwa kuruhusu mauaji ya kimbari ya Afrika wenye asili ya kizungu. Hii ni BBC. Shukran sana Isabela Mwagodi kwa taarifa ya habari za dunia
Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia FM, tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Aidha, unaweza kuyategea sikio kupitia redio shirika mbalimbali. Nchini Uganda ni Redio Kitara, Redio Lira, Redio Paidha, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura. Tanzania ni Redio Free Africa, Redio 1, CGFM, Classic FM, Abud FM, Redio Kwizera na Loliondo FM. Visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Nchini Kenya ni County FM, Nyota FM, Pamoja FM, Master FM na Mwenedu FM. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Redio Muungano Beni na Lizadel Radio. Hili uko nami Sarafina Robi nikiwa mjini Nairobi na mwenzangu ni